Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Naitwa Adam Hussein. Qatar imethibitisha kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kutokea vita kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas kutokana na ukiukwaji wa usitishaji mapigano unaofanywa na Israel ambao Qatar inasema unahatarisha mchakato mzima wa ukanda wa Gaza. Waziri Mkuu wa Qatar ameonya kwamba ukiukwaji unaofanywa kila siku wa Israel wa makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza unatishia mchakato mzima wa mapatano hayo, huku akitoa wito wa kutekelezwa haraka awamu inayofuata ya makubaliano hayo ili kukomesha vita vya mauaji ya halaiki ya Israel dhidi ya eneo la Wapalestina lililozingirwa. Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani ametoa kauli hiyo kufuatia mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio huko Washington, ambapo amesisitiza kwamba ucheleweshaji na ukiukwaji wa usitishaji mapigano huhatarisha mchakato mzima na kuwaweka wapatanishi katika hali ngumu. Waziri Mkuu wa Qatar, ambaye nchi yake ina jukumu muhimu la upatanishi, alisema misaada ya kibinadamu lazima ifike Gaza bila masharti na kwamba awamu ya pili ya makubaliano lazima ianze mara moja. Mazungumzo hayo kwenye mkutano wa 7 wa kimkakati wa Marekani na Qatar yanakuja huku makubaliano hayo dhaifu yakiendelea kuyumba na hali ya kibinadamu ikizidi kuwa mbaya kote katika ukanda wa Gaza. Katika siku za hivi karibuni, wapiganaji wa Kipalestina Hamas wameweka wazi kusema kwamba namna Israel inavyokiuka makubaliano ya usitishaji mapigano, hali itakuwa mbaya na wao wataamua kulipa kisasi, na hivyo vita huenda vikarejea wakati wowote baina ya Israel pamoja na kundi hilo la wapiganaji la Hamas ambalo limekula kiapo kwamba lazima litaingia tena vitani kutokana na namna ambavyo wenzao wa upande wa pili, kwa maana ya jeshi la Israel IDF kupitia utawala wa Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu, umeamua kukiuka makubaliano ya usitishaji wa mapigano. Israel imerusha makombora kadhaa tangu kusitishwa kwa vita hivyo pamoja na ndege zisizokuwa na rubani, ambapo inadaiwa zaidi ya watu 100 wameuawa kutokana na mashambulizi hayo yaliyotokana na Israel. Haya yanajiri katika hali ambayo harakati ya wapiganaji wa Kiislamu Hamas imeushutumu pia utawala huo kutokana na ukiukwaji huo mkubwa uliopangwa wa makubaliano ya kusitisha vita, huku wakionya kwamba kuendelea kwa mwelekeo huo kunayaweka makubaliano hayo katika hatari ya kuvunjika kikamilifu. Tangu kuanza kutekelezwa makubaliano ya kusitisha mapigano mwezi Oktoba, Israel imeendelea kushambulia maeneo mbalimbali ya ukanda wa Gaza zaidi ya mara 800 mpaka sasa, na kuwa watu wengi zaidi na kuwajeruhi wengi zaidi katika ukiukwaji wa wazi wa makubaliano hayo, kwa mujibu wa mamlaka katika eneo la ukanda wa Gaza. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utaweza kupata habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote. Endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.